Okay, mimi nipende kukaribisha tena katika Hamasa Talk Show. Sisi tunakuletea vitu vizuri zaidi hapa mjini Bukoba. Tunakuletea mambo mbalimbali, tunaongea na watu ambao wana nafasi kubwa hapa, wana nafasi kubwa sana katika jamii. Mimi naitwa Philip Bimanuko na hii hapa ni Hamasa Talk Show. Leo tuko na mgeni, anafanya video production na ni mtu aliyejihusisha sana kwenye mambo ya kijamii hapa mjini Bukoba. Utaweza kujua mengi kupitia Hamasa Talk Show, hasa yeye, mambo yake binafsi na mengine ya kijamii zaidi. So usitoke kwenye runinga yako, mimi nachukua break fupi. Nikirudi nitakuwa naye studio ndani anaitwa, utakwenda kumjua kwa jina lake halisi. So usitoke, nataka break fupi alafu narudi, utaweza kujua mengi kupitia Hamasa Talk Show. Okay, we are back na undani. Niko kama nilivyokuambia na moja kati ya watu waliojihusisha sana kwenye mambo ya kijamii. Tumeweza kumuona kupitia TV yetu nyumbani na vitu kama hivyo. Sasa leo tunataka tujue zaidi na huenda akakuhamasisha wewe kwa namna moja ama nyingine kama kipindi chetu cha Hamasa Talk Show kinasema. Karibu dada. Asante sana, nashukuru. Karibu. Tuko Hamasa Talk Show hapa na tunataka tuzungumze na wewe kuhusiana na mambo mbalimbali hasa uliojihusisha nayo mjini Bukoba hapa, si ndio? Asante sana, nashukuru sana. Labda ungejitambulisha tu kwa watu kwanza, unaitwa nani na shughuli zako? Mimi kwa jina naitwa Jamali Kalumuna, lakini jina ambalo ni maarufu hapa Bukoba mjini naitwa Jamko. Jamko ni jina kidogo ambalo ukitamka Jamko unaweza ukanipata kirahisi kuliko kutamka Jamali Kalumuna. Lakini ukisema Jamko watu wengi wananifahamu kwa jina la Jamko. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba siku ya leo amenijalia kwamba nimeweza kuja hapa katika studio za Hamasa Talk Show. Nimekuwa nikifuatilia YouTube, nimekuwa nikiona program zenu mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika, na nilitamani kwamba nipate nafasi ya siku moja nipate nafasi ya kufanyia interview ya kutembelea hapa. Kwa hiyo nasema kwamba nimefurahi sana kwamba nimefika hapa na imani kwamba tutaongea mengi. Labda shughuli yako kubwa hasa ni ipi hapa tena? Mimi kwanza ni mjasiriamali. Okay. Mjasiriamali, lakini shughuli yangu kubwa sana ambayo naweza kusema kwamba ni shughuli mama ambayo imeniweka hapa mjini na imeweza kunifanya kuonekana hivi leo nilivyo ni video production. Video productions ambayo nimeanza almost toka mwaka 2000. Kwa hiyo utaona ni namna gani na nimeingia katika game la toka mwaka 2000. Mwaka 2000 nimeingia katika hizi kazi za video production. Okay. Na bali na shughuli zingine ambazo nimekuwa nikifanya, lakini naweza kusema kwamba ndio shughuli ambayo mimi imenipa maisha, ambayo imenifanya mimi nionekane leo hivi nilivyo. Labda turudi nyuma, si ndio? Way back, si ndio? Umetuambia kwamba shughuli umeanza kufanya toka mwaka 2000. Changamoto zilizokuwepo kuanzia kwenye mwaka 2000, unajua changamoto zilizokuwepo katika video production zilikuwa ni zipi? Of course ni swali zuri. Kama unavyojua kwamba mwaka 2000 ndio nimeanza hizi shughuli. Na hizi shughuli wakati naanza nimeanza katika mazingira magumu, lakini siri ya mafanikio kwanza ni uvumilivu na kuheshimu kazi yako. Hivyo ni vitu vya msingi sana unapofanya kazi. Unapokuwa unaanza kwanza unakuwa naweza kusema kwamba mtaji ni mdogo, kwa maana ya kwamba vifaa vya kufanyia kazi. Nakumbuka kipindi kile tulikuwa katika mambo ya analog. Bado tunatumia hizi tape zile kubwa, tena kamera zile kubwa. Mimi nimeanza nikitumia zile tape kubwa, nilikuwa na kamera moja Panasonic 9000. Ile kamera unachukua ile tape kubwa unadumbukiza mule, una shoot mashine za kuedit na nini. Mwaka 2000 unakuta swala la kompyuta zilishatoka kompyuta, lakini nazungumzia kwa Bukoba. Kwa Bukoba ilikuwa ngumu kidogo, kwa sababu mimi naingia kwenye game la mambo ya video. Mtu ambaye kipindi hicho alikuwa anafahamika katika masuala ya video alikuwa ni Marehemu Halidi, ambaye kabla hajafariki alikuwa anaitwa Halidi Haruna. Ndio mtu ambaye alikuwa anapiga picha na anatengeneza video kwa mkoa wa Kagera baadaye. Lakini mpaka sisi tunaingia mwaka 2000 yeye alikuwa ameshahama Bukoba. Aliondoka kwenye mambo ya kampeni mwaka 95 na kampeni za Chama cha Mapinduzi, akamchukua kaenda Dar es Salaam, baadaye akaenda huko Zanzibar. Okay. Kwa hiyo baada ya hapo sisi ndio tukaingia, lakini wakati naanza
kwa kweli ilikuwa mazingira ni magumu sana, kwa maana kwamba vifaa ambavyo tulikuwa tunatumia kwanza vilikuwa ni duni, na mazingira ya kuvipata hivyo duni ilikuwa bado ni vigumu, kwa sababu mimi ni mtu ambaye nimejibeba mwenyewe. Okay. Sasa labda katika kuanza hivyo na unaposema shughuli ilikuwa ni ngumu na vifaa kama hivyo. Kazi ambayo ilikutia moyo, kazi yako kwanza ambayo ilikutia moyo ilikuwa ni ipi? Nakumbuka kazi yangu ya kwanza ni kwamba nimeanza kazi ilikuwa ni changamoto, kwa maana kwamba ilikuwa ni harusi. Harusi ya bwana mmoja rafiki yangu sana, nakumbuka anaitwa bwana Aristides Kabendera. Okay. Aristides Kabendera. Nasema hivyo kwa nini? Kwa sababu wakati naanza ile kazi nilitumia, wakati na edit ile kazi nilichukua beseni la maji ya kawaida, nikaweka sabuni ya omo. Sawa, sabuni ya omo, nikatengeneza povu. Sasa nikachukua picha hizi za still pictures za kawaida, matukio yake ya zamani mbalimbali, natupia kwenye mapovu yale, alafu na shoot kwa kutumia kamera. Pale nilikuwa natafuta nini? Nilikuwa natafuta kitu ambacho yani nikiweka nikiunganisha kwenye ile video ionekane kitu tofauti. Sasa watu wanajiuliza, yule still akaniuliza, sasa mbona hizi picha zinaonekana zipo kwenye mapovu ulifanya? Kwa sababu nilikuwa nafanya pale ujanja, naweka mapovu yale lakini lile beseni silionyesha. Inaonekana kama ni edit plan hivi. Nakumbuka watu wakati wanaangalia ule mkanda wasema, huyu jamko huyu alifanyaje? Hapa amefanyaje? Lakini mimi nasema yote ilikuwa ni namna, tunatafuta namna ambavyo naweza nikatengeneza ile kazi kuweza kumconvince mteja akafurahia kile kitu ambacho umekuwa na mafanikio kama unavyosema kwenye video production. Lakini mbali na video production umekuwa ukijishughulisha katika mambo mengine ya kijamii, si ndio? Kwa mfano kama kuna swala la Miss Kagera, umekuwa ni moja kati ya watu waliojihusisha. Kuna vile kuna swala la mambo ya uchaguzi, kipindi cha campaign tumekuwa tukiona vipindi vyako na vitu kama hivyo, si ndio? Labda tukianza na swala kabisa la campaign na swala la uchaguzi, si ndio? Support ulikuwa unaipata wapi katika kuendesha hizo campaign kwanza? Kwanza asante sana kwa swali zuri. Kwanza mimi maisha yangu kwa kwangu, babangu amekuwa ni mwanasiasa. Kwa maana kwamba babangu anaitwa Daud Al-Masudi Kalumna. Amekuwa ni mwanasiasa. Kwa hiyo yale mazingira ya ndani yale malezi yetu, tumekulia katika mazingira fulani ya kisiasa ndani, kwa sababu alikuwa yeye ni mfanyakazi lakini pia ni mwanasiasa. Kwa hiyo alipenda siasa. Kwa hiyo na sisi tumekuwa na nimekuwa naye muda mrefu, kwa hiyo nimekuwa nikipata zile nyayo za kisiasa. Kwa hiyo automatically katika shughuli zangu baada ya sasa ya kuanza kutengeneza jina, kwamba sasa Jamco Video Production imeanza kukua, imeanza kufahamika na nimeanza kufanya zile kazi, nikajikuta automatically nafanya kazi na vyama vya kisiasa, lakini pia nafanya kazi za serikali. Kwa hiyo nikaingia, lakini kikubwa zaidi ambacho ilinifanya niingie zaidi kwenye siasa mwaka 2005 wakati wa kampeni zile za uchaguzi mkuu, nikajikuta kwamba nikapata shughuli katika moja ya wagombea kipindi hicho, ambaye alikuwa ni balozi Hamisi Swedi Kagasheki. Kwa hiyo nikawa ni mtu ambaye nashughulika na matukio yake, kwa maana ya kwamba shughuli zake za kampeni kwa upande wa picha na kudili na vyombo vya habari, kwa maana ya kuwapa taarifa mbalimbali kwa yale mambo ambayo alikuwa akiyafanya na mambo ambayo alikuwa akiahidi kuwafanyia wananchi. Lakini kipindi kile kitu ambacho kilifanyika, na ninakumbuka, na ndio maana leo nasema kwamba nafurahi sana kuja hapa Hamasa Talk Show. Kwa maana gani? Kwa sababu Hamasa Talk Show ni kipindi ambacho kinaonyeshwa sasa katika televisheni yetu ya Bukoba, kwa maana ya Bukoba Cable Television. Mimi naweza kusema kwamba yani bila oga kabisa kwamba Channel 4 nimehusika kwa kiasi kikubwa sana kuitangaza, kwa maana kwamba mimi ndio ni mwanzilishi wa kwanza ambaye nimekuwa nikiandaa vipindi Channel 4 na kufanya interview mbalimbali za kijamii na kuzirusha pale. Kwa hiyo wakati akiwa kwenye kampeni zake yule Mheshimiwa Kagasheki alikuwa na mikutano ile ya hadhara, kwa maana nilikuwa nikienda kwenye ile mikutano na shoot video, na mikutano yake ilikuwa inaanza saa 9 mpaka saa 12 jioni. Kwa hiyo baada ya hapo sasa saa 3, kuanzia saa 3 usiku kwa kila siku, kwa sababu alilipia pale takriban miezi mitatu. Kwa hiyo usiku, kwa yule mtu ambaye akupata fursa ya kwenda kwenye mikutano ile ya kampeni, alikuwa anapata fursa ya kuangalia
yale matukio Channel 4 usiku. Kwa hiyo watu wakajikuta automatically kwamba ile channel inakuwa na maarufu kwamba bwana nakwenda na wewe nyumbani saa 3. Naenda kuangalia leo mkutano wa kampeni, labda ulikuwa Mgembe, ulikuwa Kashai, ulikuwa wapi, nione nini kimeongelewa. Unahisi nini kilikuwa kinakufanya wewe peke yako unarusha vipindi hapo mwanzo katika channel za hapa nyumbani kama Bukoba Cable TV? Hizo inaitwa Channel 4, ndio? Ya mimi nasema kwanza kila kitu ni ubunifu. Ni kitu ambacho mimi mwenyewe nilikaa nikatazama na nikabuni. Na kimsingi wakati nakwenda kumconvince Mohamed Kebo, watu wanafahamu anaitwa Mohamed Manji lakini anaitwa Mohamed Kebo, ni wakati nampelekea ili wazo kwamba tufanye hivi. Sawa, kwanza ni mtu ambaye aliniamini, lakini mtu ambaye alikuwa ni rafiki yangu sana, na mpaka leo ni rafiki yangu sana. Kwa hiyo kila ambacho nilikuwa namueleza alikiamini na alinipa moyo. Kwa hiyo kipindi kile mazingira kwanza, unajua unaweza ukaenda kufanya kazi kitu hivi, mtu naanzaje huyu mtu labda kwenda kumwambia na uingiaje. Kwa hiyo ile mimi nasema kwamba ni ujasiri tu wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe unaweza kufanya kwamba kitu kama unaamini kitu ambacho unakwenda kufanya kwamba kinaweza kikaelimisha jamii au watu wakakipenda, jiamini tu, wala usimwogope mtu, kwa sababu yule ni binadamu kama wewe. Sawa inawezekana amefika mahala, lakini kuna mahala alianzia. Sawa, kwa hiyo ukijiamini wewe kwamba leo mimi niko hivi, lakini nataka niwe siku moja kama fulani, na yule mtu ameshafikia ile yazi, usimwogope. Nenda tu, yani ni namna ya kujituma tu. Okay. Tuko naye maarufu kama Jamco. Hii hapa Nyamasa Talk Show, na sisi tuko tunaongea naye kuhusiana na mambo mbalimbali ya hapa mjini Bukoba na nafasi yake katika jamii vile vile. Anaweza kukuhamasisha wewe kuanzia leo na ukapiga hatua kupitia shughuli zako unazofanya. Anaitwa Jamco, maarufu sana kwa hilo jina, na ana video production yake. Tuko naye tunaongea mambo mengi kabisa. Hii Nyamasa Talk Show. Uko na mimi HB Manuko, na take break fupi, afu nikirudi unaenda kujua mengi zaidi kuhusiana na Jamco mwenyewe. Okay, we are back, na hii hapa ni Hamasa Talk Show. Kama nilivyokuambia tuko naye anaitwa Jamco, si ndio? Labda tuendelee na kitu kimoja. Sasa hivi tuamie ngo nyingine. Una nafasi gani katika mashindano ya Miss Kagera? Kimsingi mimi maisha yangu bali na mambo ya video production, kwamba nayo hiyo studio ya Jamco Video Production, lakini pia nimekuwa katika swala la entertainment. Okay. Na swala la entertainment kimsingi ni kwamba imenisaidia kufahamika, imefanya kazi na wasanii mbalimbali wengi sana hapa Tanzania. Kwa maana kwamba ukizungumzia msanii yote mkubwa kwa maana ya Diamond, nimefanya naye kazi. Kwa maana ya nataka nimzungumzie msanii kipindi hicho ambaye alikuja kwa kasi kubwa, japo nasikitika sana kwamba sasa hivi ameshuka, Saida Karoli. Nakumbuka kuna mkono wangu pale, na ukiangalia kwa mfano Saida Karoli wakati anakwenda sasa, wakati Muta anamchukua, video yake ya kwanza ya ngoma, kuna video yake ya kwanza ile inaitwa Saida Karoli, kabla hajakwenda kuanza kuimba ule muziki wa kuwekewa instrumental na nini vitu, yani alicheza ngoma ile muziki wake wa kwanza kabisa. Ile video yake nimefanya mimi. Okay. Kwa maana nikiwa na Muta Felician alikuja akanichukua, kwa sababu ananifahamu kwamba nilikuwa nikifanya mambo ya video production. Kwa hiyo wakati amekwenda sasa, Saida ndo anakwenda sasa, anaenda kwenye piki. Tukaenda kijiji kimoja hapa Kiziba. Utaona hata kwenye ile cover yake Saida anatoka kwenye msonge. Kwenye msonge. Ile video yake yote nimeshoot mimi. Okay. Nimeshoot mimi nikiwa na Muta Felician. Kwa hiyo nimekuwa kwenye entertainment kwa muda mrefu, kwa maana kwamba ya wasanii wengi ambao wamekuwa wakija kipindi hicho Bukoba, kwa maana ya kwamba hata Linas haijakuepo, kwa sababu kwa watu ambao wanajua hapa Bukoba kabla Linas ile haijajengwa, show zote zilikuwa zinafanyika CCM kwenye lile jumba ambalo halijaisha. Kwa hiyo nimefanya pale kazi na hawa kina Ray, wasanii hawa, sawa. Nimefanya kazi na FM Academia. Sisi ndio watu wa kwanza. Mimi kipindi hicho nilikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Captain Mwasa, ambaye alikuwa ndio mkurugenzi wa kampuni moja inaitwa Boom Vibe Explosion, ambaye mratibu wake alikuwa ni mimi. Okay. Kwa hiyo yeye alikuwa yuko Mwanza, mimi nilikuwa niko hapa. Kwa ndo connection. Kwa hiyo mimi hapa ndio nilikuwa naratibu kila shughuli yoyote ya Boom Vibe Explosion, kwa maana ya kwamba jukumu kubwa ilikuwa ni kukuza vipaji vya wasanii
na kuleta show mbalimbali. Kwa maana tulikuwa tukifanya Bukoba, Mwanza na Msoma. Kwa hiyo lakini pia kampuni ya Boom Vibe Explosion ndio ilikuwa ina dhamana ya kuandaa mashindano ya urembo mkoa wa Kagera, kwa maana ya Miss Kagera. Kwa hiyo mimi ndio nilikuwa mratibu mkuu wa Boom Vibe Explosion, mwandaaji mkuu wa shughuli zote za mashindano ya urembo mkoa wa Kagera. Nimefanya hizo shughuli takriban miaka kama 13 nikiwa kama mratibu wa hizo shughuli. Ni mwaka juzi tu ambapo kidogo mambo yalibadilika, wakasimamisha ya mashindano ya urembo ambao kama mmeona takriban mwezi uliopita wamelaunch upya pale Arusha. Kwa sasa hivi hapo katika mchakato wa kuwapa watu kwenye mikoa na nini. Kwa hiyo inawezekana na tukawa na Miss Kagera tena kwenye itakuwepo. Kimsingi tunafuatilia kwa sababu taratibu zimebadilika sana. Kwa sababu serikali imeingia kwa kiasi kikubwa ili makosa yaliyofanyika yasirudiwe tena. BASATA wapo kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tupo tunafuatilia kuona ni nini ambacho kitaendelea. Lakini kimsingi nimekuwa nikiandaa mashindano na yamekuwa na mafanikio makubwa. Labda tuongee kitu kingine. Kama ulipoongea kwamba umekuwa ukihusisha vile vile shughuli za wasanii hapa, kuandaa matamasha ya wasanii mbalimbali, si ndio? Umeshajaribu kuandaa tamasha ambalo linahusisha wasanii wa ndani tofauti na nje wa Bukoba? Hiyo kitu ambacho nilikuwa nikifanya hasa wasanii wa Bukoba. Nazungumzia DK Sande, namzungumzia Shomile nani. Ni watu ambao nimekuwa nikijitahidi sana kama tunafanya show za hapa. Yaani na wenyewe waunganisha katika hayo matamasha, at least waonyeshe kipaji chao. Kwa sababu nikizungumzia show mimi, kipindi sisi tunaandaa show hapa Bukoba. Kwanza kuna kitu kimoja ambacho kilifanya tufanikiwe, tulikuwa tuna ubabaishaji. Tulikuwa tuna invest. Yaani unapofanya hizi swala la show, kuna vitu ambavyo upashi kuogopa. Gharama. Sawa, lazima uweke gharama ili watu wapate kitu kizuri. Lakini pili, kusaini mikataba ambayo ni ya uhakika, kwa maana kwamba kama unasema kwamba anakuja Diamond aje kweli wamuone. Sio nasema Diamond alafu baadaye unasema kwamba kwa dharura sijui kwa mambo kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu akufika amekuja fulani. Hiyo tayari watu wale ambao wanakuwa na kutrust wewe sasa wanapoteza ile imani. Kwa hiyo moja ya kampuni ambayo imekuwa ikifanya kazi bila kubabaisha katika kipindi hicho, sawa, ni Jamco Video Production of China Boom Vibe Explosion. Tumekuwa tukifanya kazi kwa kujiamini, kwa maana kwamba tunasaini mikataba ambayo itambana yule mtu ambaye tunasaini naye na tutahakikisha kwamba kweli atakuja Bukoba. Kwa hiyo ndio moja siri ambayo tulifanikiwa. Ni hiyo. Kwa hiyo nilichokuwa nakifanya mimi kwamba kama kuna wasanii hapa sasa ambao walikuwa wanachipukia, kwa wale tulikuwa tukiwachukua tukiwaunganisha kwenye yale matamasha yetu ili waweze kuonyesha kipaji. Lakini pia wako wasanii ambao mimi nimeplay part yangu, kwa maana na mkumbuka marehemu Kayunga, Leopold Kayunga. Tumemzika kama nafikiri leo wiki ya pili. Yule mzee alikuwa na moyo sana kipindi hicho, alikuwa bado anafanya kazi hapo Townroad. Alikuwa akinifuata mimi tunashirikiana. Sema jamani, nataka nikulipe pesa kidogo lakini tutengeneze video ya wasanii fulani ya watu wasaidie. Alafu wasaidie kuirusha Channel 4, lakini wasaidie kuzipeleka nyimbo zao kwenye redio mbalimbali. Kwa sababu mimi katika kitu ambacho nilikifanya na ambacho naendelea kukifanya ni mahusiano. Ili uweze kufanikiwa, mahusiano ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo katika mtandao network ambayo nimetengeneza nimetengeneza mtandao. Kwa hiyo mimi sijisifii. Sawa, sijisifii, lakini kuna mambo ambayo kuna connection ambayo nimefahamu. Nikiingia Star Television yuko fulani, ITV yuko fulani, TBC yuko fulani, Radio Free yuko fulani, yani namna hiyo. Kwa hiyo najikuta hata katika swala la kusaidia hawa wasanii hawa ambao ndio wanataka kuanza, inakuwa rahisi kutokana na mahusiano yangu ambayo nimeyatengeneza na wale watu wa. Okay, labda tuongee kitu kingine hapa kuhusiana na wasanii hapa mjini Bukoba. Kama ulivyosema umekuwa ukitoa support na vile vile umekuwa kama umeweka mkono wako kupitia wasanii wengi kufanikiwa kama Saida Kaloli, si ndio? DK Sande na wengine wengi, si ndio? Kwa nini tunashindwa kutengeneza wakina Saida Kaloli wengine?
au Bikizani mwingine, yani inaonekana wasanii wanaojaribu bado hatujawaona juu kama walivyo kina Saida Karoli. Imekuwa ni Saida Karoli Bukoba, Saida Karoli hivi. Unahisi nini? Okay, asante. Ni swali zuri sana. Ya mimi ninachoweza kusema kwanza, kuna kitu kikubwa hapo, kupromote mtu. Asilimia kubwa ya watu ya mapromota, kuna kitu wanakiangalia kwanza kabla ya kwanza. Asilimia kubwa anaangalia kwamba yeye anapataje. Sawa? Yaani kwamba huyu mtu ambaye sasa nakwenda kumsaidia, okay, yako mafanikio asilimia kubwa, lakini wako wengine ambao wana moyo tu wa kumsaidia mtu. Hebu ngoja huyu nimsaidie atoke, ambao ni wachache. Sawa? Kutokana na hali ya mazingira tulionayo na hali ya uchumi ulivyo, mtu anaangalia anaweka wapi na anapata nini. Asilimia kubwa wako hivi. Kwa hiyo unayekuta mtu anakwenda kufanya kazi kwa ajili ya kujitolea, ngoja nimsaidie huyu kijana atoke. Unanielewa? Nakuelewa. Hawa ni wachache sana. Okay. Katika mazingira tulionao, na ndio maana kwamba iko haja sasa, nitarudi kwenye pointi yangu ya msingi, lakini iko haja sasa ya serikali kuangalia inasaidiaje hawa watu. Kwa maana kwamba serikali ndio wanaweza kuweka utaratibu, kwa maana kutokana na kodi za wananchi wanasaidiaje hawa vijana. Lakini kwa mtu ambaye ni binafsi au kampuni, sawa, anamwangalia huyu mtu, sawa, kwamba huyu mtu nikienda naye tukifanya hivi mbele ya safari tunaweza tukapata mafanikio. Sasa kuna kitu kimoja ambacho kimefanya kabisa wasanii. Kwanza ni yeye mtu mwenyewe. Yeye mhusika. Uwezo wake ukoje? Uwezo wake kwa maana ya kwamba ya kuimba, kama kucheza. Unasikia? Lakini yeye anashaurika. Umeelewa vizuri? Anashaurika. Ana discipline, nidhamu. Nidhamu ni swala la msingi sana. Na hasa unapokuwa unatafuta ujapata. Sawa? Liko tatizo, nitakuja niliongelee na lenyewe. Lakini kimsingi, samani nitapenda sana nimtolee mimi mfano Saida. Saida Karoli. Saida Karoli wakati anaondoka, nitaongea kwa kifupi sana. Alikuwa ni maonyesho ya 88 uwanja wa Kaitaba. Mwaka gani? Ilikuwa kati ya 2003 na 4. Umo kwenye hiyo miaka hii. Muta Felician amekuja, yule Saida alikuwa amekuja kupiga ngoma ya kawaida pale Kaitaba. Sawa? Na kati anapiga, Muta Felician anakuja kumuona Saida Karoli ni kupitia Channel 4. Kwa sababu nilikuwa naenda nachukua yale matukio kwenye maduka, bidhaa za watu ambazo wameleta pale na nini. Niko kazini kawaida, usiku tunarusha Channel 4. Mtu alikuwa amekuja kutoka Dar es Salaam, amekuja Bukoba. Akaona kupitia Channel 4. Sasa hivi Saida akamtazama, akaona uwezo wake wa kuimba ni mkubwa sana. Uwezo ni mkubwa sana. Anacheza. Unajua, ogopa mtu anayepiga ngoma, anapiga, anaimba na anacheza. Huyo mtu hatari sana. Msanii wa namna hiyo. Alikuwa na performance yaani huyo ana kipaji cha aina yake. Anafanya vitu vitatu kwa wakati mmoja. Huyo sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo alivyomuona akaanza kumtafuta. Akaenda pale akamchukua, of course akaanza mawasiliano nini, ndio Muta akanifuata mimi sasa. Ndio tukaenda kutengeneza ile video yake ile ya kwanza ya ngoma ile. Akampeleka, lakini Muta amekaa kwenye muziki muda mrefu sana. Felician Muta. Muda mrefu, kwa hiyo anajua. Na baada ya kukaa na Saida kwa muda mfupi akamsoma, huyu Saida nikienda naye hivi anaweza. Akaenda naye Dar es Salaam. Show ya kwanza Saida anarudi Bukoba. Ile albamu yake ya kwanza Chambua Kama Karanga. Alivyofika Muta mimi alinishirikisha kwa ajili ya matangazo. Saida amefika, tukafanya ile show yake ya kwanza. Nataka nikwambie ilikuwa CCM pa. Sasa ule ukumbi wa CCM una chini na juu VIP na juu kule. Alafu kuna watu wanakaa pembeni. Ulitema. Yule bwana aliuza ticket. Aliuza ticket zile. Aliuza ticket, vitabu vikaisha, akauza vishina vikaisha. Akasema bwana, hapo na ngoma 6 hivi. Akasema bwana, ngoja nitoke niende hotelini. Sawa. Mambo ya usalama na nini. Sawa. Lakini watu walikuja kwanza kwamba Saida, watu walikuwa na hamasa kwamba ni mtoto wa nyumbani.
Sawa. Lakini pili, huyu Saida tulikuwa tunamuona anapiga ngoma za kawaida pale Kaitaba. Lakini leo Saida amekuja, lakini pia na promoter akawa mjanja. Saida akamwekea utaratibu. Sawa, Saida alimbadilisha upande wa mavazi. Akambadilisha namna ya maisha yake, kwa maana ya kwamba sasa kuja kumuona Saida, wewe umeshakuwa kwenye maofisi makubwa kuanzia kwa secretary sijui nini. Saida maisha yake yakabadilika. Umeelewa? Saida maisha yake yakabadilika. Sio Saida yule ambaye umemzoea. Kuja kumuona Saida ni shughuli mpaka ipatikane ruhusa maalum. Saida akawa na meneja, Saida akawa na ulinzi. Na Saida akawa anapangiwa muda fulani ndio unaweza ukaongea na Saida kwa muda fulani. Yote hiyo Mwanamuta, mimi kwa uelewa wangu alikuwa afanye kwa bahati mbaya. Alikuwa anafanya ili heshima ya Saida iwepo. Umeelewa? Na uweze ku maintain. Sasa wewe msanii umekuja, umeshaimba, mara umeshakwenda kulewa huko kwenye club umelewa, mara sasa hivi sijui kwenye, hata ile heshima yako ile inapungua. Kwanza hapo kwa hiyo hit aliyokuwa nayo Saida. Sio kama kipindi. Ndio nakuja sasa. Ndio tunakwenda huko. Ndio tunakwenda huko sasa. Tuambie, hii ni Hamasa Talk Show. Tunaona anaitwa Janko na huyu ni mdau wa mambo mbalimbali ya kijamii, hasa upande wa sanaa, entertainment na vitu kama hivyo. Vile vile sasa tunataka ujue mengi kupitia yeye, mkono wake uko wapi na yeye anajishughulishaje kupitia katika nyanja mbalimbali za entertainment. Hii ni Hamasa Talk Show, so endelea kuwepo kwenye TV yako. Labda tuendelee na tufika sehemu nzuri zaidi. Sehemu nzuri zaidi. Ndio hivyo Saida akawa wa kimataifa. Nimekwenda kwenye show yake Uganda pale na Chivugo Stadium. Hadi amepiga nje ya Tanzania Uganda. Saida alikuwa kimataifa bwana. Saida alikuwa ni mtu mmoja hatari sana. Mimi bahati nzuri nashukuru Mungu nimekwenda kwenye ile show ya na Chivugo ule uwanja wa Uganda. Pale Kampala. Uwanja ulijaa watu. Saida anakuja yani kama ameingia sijui let's say labda la sijui rais sijui na mtu fulani maarufu yani mkubwa chambua kama karanga Waganda wanamiminika. Yani mtu anaona amguse tu Saida mkono. Ampungie tu Saida muangalie hivi. Akapanda pale kwenye stage, uwanja umefurika. Saida Karoli. Huyo ndo alikuwa Saida Karoli. Ambaye leo tunamshuhudia Saida Karoli. Inasikitisha kwa sababu, na ndio hicho nasema sasa, Saida alipanda kwa haraka alafu baadaye amekuja ameshuka. Kwa nini ameshuka Saida? Hilo ndio swali. Kwa nini ameshuka Saida? Pale kuna vitu vingi. Kwanza Saida wakati anaingia kwenye game inawezekana pia akupata washauri wazuri. Sawa? Au pia alipata washauri ambao washauri labda pia walimharibia. Yote yanawezekana kwa sababu nakumbuka kipindi Saida alianza kucheza sana na vyombo vya habari, media hizi. Hizi media ni nzuri sometimes unaweza inabidi unapokwenda kwenye vyombo vya habari pia kuwa makini navyo sana. Yaani sio unaenda tu unaongea. Kwa sababu yule Muta katika pointi yangu ya kwanza kwamba alimwangalia Saida amsaidie lakini naye apate faida. Umeelewa? Hapo kuna vitu vingi. Yaani Muta aliingia pale akiwa na matumaini ya kutengeneza pesa kwa Saida, lakini na Saida naye afanyaje? Anafaida. Mimi nasema Muta alifanya kazi yake. Kwa sababu kumtoa Saida alipokuwa na kumfikisha alipo ilikuwa ni kitu kikubwa alikifanya. Unakuja kuangalia kwa Bukoba ilikuwa bado na aliinvest. Sawa. Aliinvest sana. Watu na nini? Unajua watu mpaka mtu uje uwe safi, yani mimi leo eti mtu anakuja jamani anatengeneza video nzuri na nini. Sawa. Video nzuri, ile video nzuri ina sababu zake, vifaa. Unasikia? Kamera anayotumia unakuta kamera milioni 6-7. No? Kompyuta nayo tunatumia Mac i7. Tunazungumzia milioni 4. Sawa? Kwa lakini sasa kwa sababu mtu ajue anaona umeshika tu kamera anajua huyu mpiga picha huyu nini. Vitu kama hivyo. Unajua tena watu wetu walivyo huyu mpiga picha nini. Lakini una kamera zako 2, una gari zako 3. Watu hawajui. Umeelewa? Mtu anakuja anakuta kompyuta sema hii ni kama ya ofisini kwangu tu hizi zinauzwa 200,000-3. Hajui kompyuta milioni 4 iko pale. Kwa hiyo sasa huo muda wa kuelezana mteja hamna sababu, ila akiona kitu kizuri anasema kitu vile vitu vizuri vina sababu. Kwa hiyo Muta aliinvest ili Saida aweze akafahamika lakini apate faida. Lakini sasa baada ya ile faida kuna vitu pale ndio wanasema kwamba nidhamu. Nidhamu kitu cha msingi sana.
Lakini sasa ukitaka, yani kwa sababu kuna mtu amekufikisha pale, lakini leo hii ukaona kwamba hafai tena. Umesikia? Hafai. Kama amekufikisha pale lakini hafai. Ukapata wale na tatizo hili lipo kwa Bukoba. Tunawaita wanasheria wa kujitegemea. Wapo sana, mtu unakuta amenunua kesi, bwana mbona huyu amejaza uwanja na chivugo imejaa hivi, inakuaje wewe anakupa sijui shilingi ngapi? Wale watu wamekujaje? Mpaka wale watu waje pale wamekujaje? Lakini wewe ni kujipima, bwana nilikuwa napata hivi nimefika hapa. Lakini kadri tunavyokwenda, hebu hii mikataba yangu niiweke vizuri angalau na mimi ninufaike kwa kiasi fulani. Lakini bado unayo kila sababu ya kumheshimu yule aliyekutoa kule, aliyekufikisha pale. Yaani hiyo haipingiki. Iko hivi. Iko yani hiyo iko hivyo. Umeelewa? Iko hivyo. Lakini tatizo kubwa la wasanii, akishatoka akaona hapa nimetoka, watu wamenisikiliza, nimepanda hapa, ndio tanzo bwana vipi maslahi yangu yanakwendaje bwana, hapa mkataba hujakaa vizuri na kuaje hapa bwana, mimi nazulumiwa. Wapo kweli wanazulumiwa, kwa sababu ukiangalia kwa mfano tasnia ile ya filamu ile, nikizungumzia wasanii wako kule, watu wamehozi wale wa indie, watu wana duplicate na manani, ndio of course tunakwenda mswada unapelekwa sasa hivi bungeni, ambao utasaidia sana wasanii ambao wamekuwa kwa muda mrefu wakizulumiwa, hayo yanakuja. Lakini wewe mwenyewe leo namzungumzia Diamond Platinum. Diamond unajua yuko na Fela. Mimi nimefanya kazi na Fela. Fela anaanza kualeta wakina Juma Nature, yuko na kina hawa Juma Nature. Show yake ya kwanza mimi Fela nimewapokea hapa Bukoba ya 2000 na kitu hiyo. Nimezunguka nao hapa Mleba, Ngara, Karagwe, niko nao. Mimi ndio nilikuwa naandaa masuala ya matangazo yote. Yuko mkubwa Fela. Sawa. Fela ambaye anamiliki ya Moto Band, ambaye yuko na huyu Diamond ndio boss wake. Lakini leo still Diamond ukienda kufanya naye mkataba lazima upitie ofisini, ofisi ipate kamishina yake na yapate cha kwake. Na mpaka kesho Diamond ataendelea kumheshimu Fela kwa sababu ndio mtu ambaye amemfikisha hapo alipo, amempa support na umeelewa. Leo Diamond unamzungumzia kimataifa. Tukizungumzia msanii ambaye anaingiza pesa na analipa kodi chini, tunamzungumzia Diamond. Hakuna mwingine. Umeelewa, lakini amekuwa na nidhamu na kuheshimu wale viongozi wake ambao walimtoa mahala, kwa hiyo amekuwa na nidhamu. Ni swala la msingi sana. Kwa mimi nipende tu kutumia hii Hamasa Talk Show. Waomba wasanii, kuna msemo mmoja wanasema Waswahili, ukibebwa bebeka. Na bebeka. Umeelewa? Au ukibebwa bebeka. Tuko naye anaitwa Janko bana. Nakwambia ukibebwa bebeka. Tuko na mambo mengi ni Hamasa Talk Show, tunaenda break fupi. Hapo tukirudi utaenda kujua mengi zaidi, tukiwa tunataka kujua kuhusiana na mchango wake katika jamii. Anaitwa Janko, mimi naitwa PHB Manuku, na hapa ni Hamasa Talk Show, so stop. Hapa ni Hamasa Talk Show, bado tunaendelea, lakini tuna vitu vizuri tunataka kujua zaidi. Tunataka utuambie mambo mawili muhimu sana. Umekuwa tunasema promoter, una blog yako ambayo watu wengi tunaitembelea, nikiwemo mimi hapa, ndio. Vile ni kwamba kuonyesha jinsi gani uko katika masuala ya kijamii sana. Vile kama ulivyosema umekuwa kwenye career yako umejihusisha sana na mambo ya wasanii na mambo video production, vile kuandaa entertainment mbalimbali, ndio. Mafanikio katika, kwanza tukianza kabisa katika upande wa katika kujihusisha kwenye mambo ya entertainment haya na video production ya kwa upande wako? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi nasema kwamba mpaka hapa leo namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kuna mahala nilikuwa amenitoa na leo nipo kama hivi nilivyo. Na ndio maana mimi siku zote nasema kabisa, ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, ukiingia wapi, nazungumza kabisa, ninapokuwa kazini naheshimu sana kazi yangu. Lakini kikubwa naheshimu sana kitu kinaitwa kamera. Okay. Kwa sababu najua faida ya kamera. Yani ukitaka mimi uniuze au tukorofishane, chukua kamera yangu piga chini. Kama baby vile anajua pombe. Kwa sababu najua mimi thamani ya kamera. Najua naiheshimu sana kamera kwa sababu kamera ndio maisha yangu. Lakini pili, namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba amenipa ujuzi
na ujuzi wangu nimewapa wengine, na wengine sasa hivi wanaendesha maisha. Video production ya Jamco iko wapi? Ya Jamco video production ipo ni maeneo ya ni barabara inaitwa barabara ya Diwani, Miembeni, kata ya Miembeni, karibu na kefu moja inaitwa 888 mkabala na inaitwa, kuna barabara inakwenda Mkango Lodge. Ni maarufu sana, ni barabara ya zamani ilikuwa ikienda airport. Kwa hiyo ukija pale utatukuta pale, na iko studio yangu, lakini pia iko nayo saluni pale inaitwa Jamco Barber Shop, ambayo inatoa huduma kwa ya kunyoa na nini, huduma nyingi zinatolewa. Kwa hiyo ukifika pale kwenye saluni, jengo hilo moja ndio na studio yangu iko. Tukiwa tunaenda kumalizia kabisa, si ndio? Labda ungejaribu kutumia fursa hii kwa Hamasa Talk Show, kabla hujaenda kutuambia neno la mwisho na vitu kama hivyo, ukatuambia kuhusu blog yako, watu wanaweza kuipataje wakaanza kutembelea kujua vingi, au uko kwenye social networks zote na vitu kama hivyo. Asante sana. Kwanza mimi jamcobukoba.blogspot, ile blog yangu, kitu kikubwa sana, napenda sana kuweka matukio yanayohusu Kagera. Okay. Napenda sana hizi habari zingine hizi za kimataifa nini. Kwa mfano jana ilikuwa tukio la kumwapisha kule Rais Museveni Uganda, nachukua kwa sababu hiyo ni habari ambayo ni ya kitaifa. Lakini blog yangu napenda sana kuweka masuala yanayohusu Kagera ya kijamii. Kwa nini? Kwa sababu habari zote za kitaifa blog ziko nyingi sana. Kwa hiyo mtu yote anaweza kwenda kwenye blog yote akaona chochote. Lakini vitu vinavyohusu Uwela, Bukoba, wapi, ni ngumu sana. Na blog yangu ukiangalia pale, katika wale watu ambao wanaingia, inaangaliwa sana. Kutoa Tanzania, kuna Marekani. Ni ya pili yani katika kuingia kila siku. Watu Wahaya wengi wanaoishi Marekani wanaingia sana kuangalia mambo ya nyumbani. Kwa hiyo vile vitu vingine anavipata katika maeneo mengine. Lakini akiingia Jamco blog, anajua kwamba hapa nitapata vitu vya Bukoba. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza nafanya hivyo. Na mafanikio yake ni makubwa. Kwa sababu blog imenitambulisha, watu wamekujua zaidi. Watu wakija mwezi wa 12 likizo kutoka huko nchi za nje, wanataka tukutane na huyu kijana kwa Jamco. Kwa hiyo ni Jamco, inaitwa jamcobukoba.blogspot. Lakini ukiingia una Google, ukiandika tu pale Jamco Bukoba, basi unakuwa umeipata. Google pale itakuja yenyewe moja kwa moja na utaweza. Okay, basi naomba utupe neno la mwisho kwa watu. Neno la mwisho kwanza, mimi nawashukuru sana. Nawashukuru sana Hamasa Talk Show. Yaani mimi naweza kusema kwamba napenda sana kukaa na watu ambao ni wabunifu. Nimebuni kitu. Na mimi katika hili nitawasaidia kwa maana ya kwamba wako watu wengi sana ambao wangekuja hapa kueleza mambo wanayoyafanya. Lakini pia ili nyie mtoke, kwa sababu hizi kazi hapa tuko hapa, mnatumia muda wenu, mnatumia akili yenu, sawa, mnatumia vifaa, mnatumia umeme, lazima unapofanya kazi lazima utafute namna ambavyo inaweza ikakulipa. Kwa mimi nitatumia pia, na hili kabisa kwamba kwa kutumia leo nafasi ambayo umenikaribisha hapa, kwa sababu najua kinachofanyika na gharama zake zilizoko huko, kuhamasisha watu, kuwafuata watu waweze kutumia hiki kipindi, lakini kwa kulipia kidogo tu, wachangie kidogo, kwa sababu wachangie kidogo, huo ndio ukweli. Unajua hakuna kitu kizuri kama ukweli. Bana. Wewe unayeniangalia, yani hili kwa sababu mimi leo nimeitwa hapa, watu wamekaa hapa almost karibu lisaa zima, tuko hapa tunaongea. Kwa hiyo hawa ni vijana, hii ni ajira, mimi nasema ni ajira. Ili wewe wakutangaze na watu wakujue, lakini lazima uangalie namna ambavyo na wewe unaweza. Kwa mimi nitajitahidi kutafuta wadhamini wa kudhamini kipindi hiki, ili kisiishie hapa, kisonge mbele. Na naamini na mimi bahati nzuri huwa ni kweli, yani huwa nazungumza kitu ambacho na uwezo nacho. Wapo watu nawajua, nitakuja, na nikija msiniangushe jamani. Nitakuja huko tusaidia vijana wameanzisha kitu kizuri, waweze kusonga mbele. Lakini kupitia kipindi hiki watasaidia wasanii, watasaidia wajane, kwa sababu wanafanya shughuli za kijamii ambazo zinamgusa kila mmoja. Watu watapata habari, kitu ambacho ulikuwa ukijui kwangu utakijua kupitia Hamasa Talk Show. Asante. Bana. Shukrani za nguvu ziende watu wote ambao wanafuatilia kipindi hiki, na shukrani za nguvu ziende watu wote ambao wanatupa support. Mimi naitwa PHB Manuko, nilikuwa naye anaitwa Jamco. Hii hapa ni Hamasa Talk Show.
inaruka kupitia TV yako ya nyumbani ambayo ni BETV kila siku ya Jumapili saa 1 kamili jioni. So usisite kufuatilia. Unaweza kutufuata kupitia YouTube channel yetu ambayo ni Flajo Media House Limited. Mule utakuta vipindi mbalimbali tunavyoandaa hapa Flajo Media House, ikiwemo na Hamasa Talk Show. Vile vile unaweza kucheck kupitia Facebook page yetu ambayo ni Flajo Media House Limited. Ulikuwa na mimi, hii ni Hamasa Talk Show. Usikose kufuatilia vipindi vingine. So stay tuned.